ya usimamizi wa bandari Tanzania, lango la biashara kitaifa na kimataifa, mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania. Kazi iendelee, kazi iendelee. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, muhimili wa uchumi wa taifa, taifa letu, kiungo muhimu cha shughuli za usafiri na usafirishaji ndani na nje ya Tanzania, lango kuu la biashara kwa Tanzania na nchi jirani. Ni mara nyingine tena, wakati mwingine, mtazamaji wa kipindi hiki cha Bandari Zetu, tunakutana tena katika mfululizo wa vipindi hivi vya takriban dakika 30 hivi, ambapo tunakuletea taarifa mbalimbali kuhusu bandari zetu, tukiangazia miradi ya maboresho ya bandari, miradi ya upanuzi wa bandari na ujenzi pia wa bandari. Kipekee ni shughuli ambazo zinafanywa na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, yani TPA. Leo tumefunga safari hadi kanda ya Ziwa Victoria, na hapa ni jijini Mwanza ama Rock City, jiji la miamba. Hapa jijini Mwanza tunaangazia mradi wa maboresho na upanuzi wa bandari tatu. Bandari ya Mwanza Kaskazini, mahala ambapo kwa sasa ndiyo makao makuu ya bandari za Ziwa Victoria. Lakini pia tutaangazia miradi mingine miwili, maboresho na upanuzi wa bandari ya Kemondo na maboresho na upanuzi wa bandari ya Bukoba. Bandari hizi mbili, Kemondo na Bukoba, miradi hii imekamilika kwa asilimia 100. Lakini bandari ya Mwanza Kaskazini tunatajiwa kwamba mradi uko zaidi ya asilimia 70. Leo tunaangazia uwekezaji mkubwa wa serikali katika miradi mitatu, ambapo zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 58 zimetumika na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya miradi hii mitatu ya kimkakati ya maboresho na upanuzi wa bandari hizi tatu katika Ziwa Victoria. Kwa niaba ya kurugenzi ya masoko na uhusiano ya TPA, jina langu ni Enoch Bwigane. Karibu katika bandari zetu. Leo tuko bandari za Ziwa Victoria. Baada ya utambulisho mrefu kidogo wenye maelezo ya kina kuhusu kipindi cha bandari zetu kwa siku ya leo, moja kwa moja tukamsikilize mwenyeji wetu ambaye ni meneja wa bandari za Ziwa Victoria. Anaitwa Manga Gasaya. Yeye atatupitisha katika hatua za miradi yote mitatu: mradi wa bandari ya Mwanza Kaskazini ambao unahusisha upanuzi na maboresho, mradi wa bandari ya Bukoba na mradi wa bandari ya Kemondo, miradi ambayo kazi kubwa inafanywa na serikali. Atatajia na kutueleza juu ya miradi hii imefikia hatua gani na nini wito wake sasa kwa wateja, wadau na wananchi wote wa Tanzania, hususan wanaotumia Ziwa Victoria kwa ajili ya usafiri na usafirishaji. Anawaambia nini? Huyu hapa meneja wa bandari za Ziwa Victoria. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari Tanzania, ndugu yetu Placidus Mkeli Mbosa, ninapenda kutoa shukrani za dhati na za moyo kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maboresho ya bandari zetu, hususan bandari za Ziwa Victoria, ambapo ametoa fedha kwa ajili ya kuboresha bandari za Bukoba, Kemondo na Mwanza Kaskazini. Maboresho haya hakika yamekamilika katika bandari ya Bukoba na Kemondo, na katika bandari ya Mwanza Kusini yamefikia asilimia 70, kwa maana kwamba matarajio ni kukamilisha mwezi wa 12 mwaka huu. Maboresho haya yameleta manufaa makubwa, si tu kwamba yamerahisisha usafirishaji, bali pia yamefanya bandari zetu kuwa za kisasa, kutoa huduma za kisasa, huduma bora ambazo zimevutia wawekezaji wengi sasa kuanza kutumia bandari zetu, na hata kuleta manufaa makubwa kwa wananchi, hususan vijana, kwa maana ya ajira. Kadiri mzigo unapopita mwingi, maana yake ni kwamba watu wanaojihusisha katika shughuli mbalimbali za kibandari ni wengi. Kwa hiyo maboresho haya hakika yameongeza ajira. Hatuna la kusema isipokuwa kuipongeza sana serikali ya Dr. Samia, tukisema hongera sana mama kwa yale ambayo unayafanya,
ambayo hakika ni maono yako sahihi yanayopelekea uchumi wa nchi yetu kuendelea kusonga mbele. Tunachosema ni kwamba wananchi sasa wajitokeze, wafanye biashara kutumia bandari hizi, maana zimeboreshwa kwa ajili ya wao kufaidika, kwamba sasa mizigo yao itapita kwanza kwa haraka, kwa usalama, na kwa kuwa bandari zimeboreshwa, hata gharama za usafirishaji kupitia bandari hizi utakuwa nafuu. Na hakika ni kwamba baada tu ya maboresho kukamilika, tumeona mzigo umeanza kuongezeka. Tunaishukuru sana serikali kuhusu maboresho ya bandari. Kama nilivyoeleza kwamba bandari ya Bukoba tumetumia shilingi bilioni 19.5, bandari ya Kemondo tumetumia shilingi bilioni 20.3, na bandari ya Mwanza Kusini tumetumia ambayo inaendelea kuboreshwa ni shilingi bilioni 16.5. Baada ya kuwa tumekamilisha maboresho haya sasa, maana yake ni kwamba zile changamoto ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinazuia meli zetu kubwa kuingia na kutoka bandarini zimeondolewa. Ndio maana sasa hivi kama mnavyoona, meli yetu kubwa kabisa ya MV Mwanza imeanza kazi na inaweza kutia nanga katika bandari zetu hizi mbili, Bukoba na Kemondo, bila matatizo yoyote kwa sababu ya maboresho yaliyofanyika. Kuhusu bandari ya Mwanza Kaskazini ambayo maboresho yake kama nilivyosema yamefikia 16%, ni kwamba tunapotarajia kukamilisha hayo maboresho mwezi wa 12, ile meli kubwa nayo pia itakuwa sasa inatumia bandari ya Mwanza Kaskazini. Kwa sasa kama mnavyojua, tumetengeneza tu mazingira ya muda pale bandari ya Mwanza Kusini ili ile meli iweze kutoa huduma wakati inasubiri hayo maboresho mengine kukamilika. Tunawakaribisha sana wateja na wadau wengine kuja sasa kupata huduma bora kupitia bandari zilizoboreshwa. Tathmini ya mradi wa maboresho na upanuzi wa bandari hii ya Mwanza Kaskazini inaelezwa kwa kina hapa na mhandisi wa mradi huu hapa jijini Mwanza. Tunampongeza Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 18.6 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa upanuzi na uboreshaji wa bandari ya Mwanza Kaskazini. Hii ili kusaidia kuweza meli mpya za kisasa ambazo zinajengwa ziweze kutoa huduma katika bandari hii. Mradi huu ulianza mnamo Mei 2023. Awali ulikuwa ni mradi wa miezi 18, lakini sasa mradi huu utakwenda kukamilika mwezi Desemba 2025. Mpaka sasa hivi mradi huu umefikia 70% ya utekelezaji. Mradi huu unahusisha kazi za kuongeza kina cha bandari mpaka mita 5, vile vile kutoka mita 2.5 za awali, vile vile kuongeza urefu wa gati kutoka mita 86 mpaka mita 115. Vile vile kuna ujenzi wa jengo jipya la abiria ambalo liko hapa nyuma yetu kama unavyoona, ambalo kwa sasa hivi liko kwenye hatua ya uwezekaji, tunapiga mabati na kazi zingine za finishing zinaendelea. Vile vile kuna kazi za ujenzi wa fence, alafu kuna kazi za ujenzi wa kuinua sakafu ya bandari, kwa sababu eneo hili kutokana na mabadiliko ya tabia za nchi kwenye ziwa Victoria maji yamekuwa yakiongezeka miaka hivi karibuni. Kwa hiyo tunainua kina cha bandari yetu kwa sentimita 60. Pia tunafanya kazi nyingine ya tunaita protection ya Mirongo River. Kuna mto Mirongo ambao unaingiza maji kwenye ziwa, ambao mto huu kawaida unaita mishanga mingi sana kipindi cha masika. Sasa tunaweka gabions pamoja na geotextile material ili kuweza kuzuia ule mchanga usifike kwenye bandari. Hii itatusaidia kuzuia kupunguza gharama za kuongeza kina mara kwa mara kwenye bandari yetu, sababu mchanga ukija kila wakati inabidi huwa tufanye dredging. Sasa kama unavyofahamu dredging huwa ni pesa nyingi. Kwa hiyo ili kuzuia hiyo, tunajaribu kuzuia mto Mirongo usilete michanga kwenye bandari yetu. Pamoja na hiyo vile vile kuna miundombinu mingine tunajenga kama kuweka taa pamoja na cameras,
na vile vile kujenga mizani. Kama unavyoona hapa kuna mizani. Tunatumia kuwa na mizani miwili kwa sababu mageti yatakuwa ni mawili, kutoka geti la kuingia na kutokea. Kwa hiyo tutakuwa na mizani miwili ili kuweza kujua shehena ambazo zinatuhudumia kwenye bandari yetu. Mimi kwa upande wa wana Mwanza, mimi naomba waiamini serikali yao kwa sababu serikali imewekeza fedha nyingi kuweza kutekeleza mradi huu. Kwa hiyo wategemee huduma nzuri zaidi. Mtazamaji wa bandari zetu, kama ndio kwanza unaungana nasi, nikukaribishe sana kwa moyo mkunjufu. Kipindi hewani ni bandari zetu, na leo tumefika kanda ya Ziwa Victoria tukiangazia maboresho na upanuzi wa bandari tatu: bandari ya Mwanza Kaskazini, bandari ya Kemondo na bandari ya Bukoba. Baada ya kumsikiliza na kumtazama meneja wa bandari za Ziwa Victoria pamoja na mhandisi wa mradi wa bandari ya Mwanza Kaskazini, tunafunga safari hadi Bukoba kuangalia bandari mbili, Bukoba pamoja na Kemondo. Safari ya kilomita zaidi ya 420 tukitumia saa 6 kwa barabara, tukivuka daraja la Kigongo Busisi maarufu daraja la John Pombe Magufuli, moja kati ya kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika maboresho ya miradi yake na ujenzi wa miradi yake mbalimbali kote nchini. Safari hii tumefika Bukoba. Tuanzie hapo. Bukoba na Kemondo nazo pia zimeboreshwa. Bilioni 20.3 kwa bandari ya Kemondo, bilioni 19.5 kwa bandari ya Bukoba. Afisa wa bandari wa Bukoba tumezungumza naye, lakini pia afisa bandari wa Kemondo ameongelea mradi wa bandari ya Kemondo. Ila kwa kuanza, mhandisi mkazi wa TPA anayesimamia bandari ya Kemondo na Bukoba anaeleza miradi yote miwili imefikia hatua gani hasa. Mradi wetu wa uboreshaji na upanuzi wa bandari ya Bukoba ni mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 19.5. Utekelezaji wake tulianza tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2023 na ulikamilika tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025. Maboresho makubwa ambayo tumefanya katika bandari yetu ya Bukoba, kwanza kabisa ni ujenzi wa kizuizi cha upepo ambayo kitaalamu tunaita wind breaker, ambayo inakinga bandari yetu dhidi ya mawimbi na upepo. Hapo awali hii wind breaker ilikuwa na urefu wa mita 116, lakini sasa ina urefu wa mita 126. Maboresho mengine tuliyofanya katika bandari yetu ya Bukoba ni ujenzi wa magati mawili ya zamani tumeyaboresha, lakini pia tumejenga gati moja jipya lenye uwezo wa kushusha na kupakia shehena ya magari. Gati namba 1 tumeliongezea kimo kwa wastani wa mita 1.2 ili liweze kutoa huduma kwa kipindi chote cha mwaka mzima, kwa sababu hapo awali ilikuwa mvua zikiongezeka, maji yakipanda juu, gati ilikuwa linafunikwa na maji. Lakini baada ya uboreshaji, kwa sasa bandari inaweza kutoa huduma kwa mwaka mzima kupitia gati namba 1. Maboresho mengine tuliyofanya katika bandari yetu ya Bukoba ni ujenzi wa jengo jipya la abiria lenye uwezo wa kuchukua abiria 313. Lakini pia tumejenga parking mbili za magari zenye uwezo wa kuchukua magari kati ya 60 mpaka 80 kutegemea na aina ya magari yatakayopaki wakati mmoja. Maboresho mengine tuliyofanya katika bandari yetu ya Bukoba ni uchimbaji, kwa maana ya kuongeza kina ili meli iweze kuingia kwa usalama bandarini. Hapo awali bandari yetu ilikuwa na kina kwa wastani kati ya mita 2 mpaka mita 5. Lakini kwa sasa maeneo yote ambayo meli inaingia tuna kina cha mita 5 wakati wa kiangazi, na muda wote ambapo maji yatakuwa mpungua meli inaweza kuingia kwa usalama bila shida yote. Kwa sasa mradi umekamilika kwa 100% na makabidhiano ya awali yalifanyika tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2025 na kipindi cha matazamio kinatarajiwa kukamilika tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Maelezo ya mhandisi mkazi anayesimamia miradi miwili, bandari ya Bukoba na Kemondo, yanayopata nafasi kwenye kipindi cha bandari zetu sasa kumsikiliza afisa bandari wa Bukoba. Huyu ndio msimamizi wa shughuli za utekelezaji katika bandari hii, ambapo msimamizi huyu wa shughuli za utekelezaji katika bandari ya Bukoba atazungumza pia yeye pamoja na wananchi ama watumiaji wa bandari ya Bukoba
faraja na furaha yao ni ya namna gani baada ya mradi huu kukamilika kwa 100%? Tunashukuru sana kwa matengenezo na ukarabati wa bandari ya Bukoba ambayo itaweza kutupa mafanikio makubwa. Hapo awali tulikuwa na bandari ambayo ilikuwa imezeeka sana, kiasi kwamba hata abiria walivyokuwa wakishuka hapa ndani ya bandari wengine walikuwa nabebwa kutokana na kwamba ilikuwa imetitia, maji yalikuwa yanapita juu. Kwa hiyo watu walipata shida sana. Lakini naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuidhinisha hizo pesa za bilioni 19.5 ambazo zimeweza kukarabati bandari, ambayo tumeweza kujenga berthi hizi zote 3 pamoja na majengo ya abiria, pamoja na tumepata mashine kubwa ya kubebea mizigo ambayo ni crane aina groove ya tani 30. Tunashukuru kwamba ndani ya bandari ya Bukoba sasa hivi ni salama. Tumekuwa na taa za kutosha wakati wote. Kwa sasa bandari ya Bukoba tuko tayari kufanya biashara. Tunawakaribisha wateja wote kutoka nchi jirani zote na hapa mjini na hapa Bukoba pamoja na mikoa mingine ya jirani ili tuweze kufanya biashara. Kwa sababu hapa kwetu sasa hivi ni salama kwa kila kitu. Ulinzi upo wa mizigo na binadamu, na usalama wa kila kitu kipo. Kwa hiyo tunawakaribisha waje tufanye biashara ili kuweza kipato kuongezeka. Naishukuru sana serikali kwa kuweza kuwekeza katika bandari mbili za Bukoba na Kemondo. Zamani tulikuwa tunabebana kupitia kwenye mitumbwi. Sasa hivi bandari imeboreshwa sana. Kwa hiyo nashauri sana wafanyabiashara wengi wawekeze kati ya bandari ya Bukoba na Kemondo. Hii ni fursa kubwa tu kwa wafanyabiashara. Tunamshukuru mama sana kwa sababu kapaboresha hapa. Pakuwa hivi kwa kipindi cha nyuma, lakini sasa hivi pameboreshwa, pako vizuri, na tunaona watu mbalimbali, wafanyabiashara tofauti tofauti kutoka visiwani wapi wanakuja mahali hapa kwa sababu hii sehemu imeboreshwa, iko vizuri. Bandari hii inategemewa sana kibiashara. Wafanyabiashara wengi walitamani kutumia bandari hii, lakini hawakuitumia kulingana na ilivyokuwa kile kipindi cha nyuma. Lakini kwa sasa hivi serikali ilichokifanya, nafikiri itakuwa imewashawishi wafanyabiashara, hata wale ambao walikuwa hawajajiandaa kufanya biashara wafanye biashara kwa kutumia bandari hii. Kweli tulikokuwa na sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Hakuna zaidi ya kusema shukrani, hakuna zaidi ya neno zuri zaidi ya asante. Hapa na Kemondo bandari zetu zimekuwa imara. Tunadhani huko mbeleni tutapata manufaa zaidi kwa kupata wageni na uongezeko wa mizigo na abiria pia. Lengo langu ni kwamba ni kushukuru sana sana serikali kwa kukubali kutoa mabilioni ya hizi shilingi kutuboreshea hii bandari. Kwa kweli kwa juhudi ambazo tunaweza tukamshukuru mama kupitia bandari, ujenzi wa bandari hii, jambo la kwanza ni kwamba mradi huu ulivyokuja, kuna baadhi ya watu walinufaika na mradi huu. Kuna baadhi ya vijana walikuwa wana ajira mtaani. Kupitia mradi huu walipewa kipaumbele, wakapata ajira kupitia huu mradi. Kwa namna moja ama nyingine kupitia huu mradi tunamshukuru mama, Mwenyezi Mungu amzidishie. Na tunavyosema kwamba kuna msemo ambao unatembea sana kwamba mama mitano tena. Ni kweli kulingana na mambo ambayo ametufanyia kupitia mradi huu. Kwa mfano kuna gati ile ambayo maboti yanapaka, kuna gati 2 pale. Ziko pale gati 2. Na zenyewe mama ametuwekea kupitia mradi huu wa bandari hii hapa. Na kuna jambo lingine ambalo tumeongezea kupitia serikali ya mama, tumetoa boti hapo ya serikali ya polisi mpya. Kwa ni kwamba hatuna cha kumshukuru mama, ni kwamba mama azidi kuwepo, aongezewe miaka 5. Asanteni sana kwa kusikiliza. Baada ya bandari ya Bukoba tunafunga safari ya dakika chache kwenda bandari ya Kemondo. Mradi nao umekamilika kwa 100%. Kama ilivyokuwa Bukoba, ule muda wa mtazamio ndio sasa hivi unatumika. Na tayari kama unavyoshuhudia, meli ya MV Mwanza imeshaanza kutoa huduma kutoka Mwanza kuja Kemondo, Kemondo hadi Bukoba. Tazama katika picha hapa. Meli ikipaki ama ikitia nanga katika bandari ya Bukoba.
Hakika faraja inaonekana na huduma zimerahisishwa. Kipekee hili ni pongezi kubwa kwa serikali ya awamu ya 6. Afisa bandari wa Kemondo anaelezea juu ya mradi huu, lakini pia wananchi nao na wateja na wadau wanaotumia bandari ya Kemondo nao pia wana maoni yao. Kwa niaba ya mkuu wa bandari za Ziwa Tanganyika, napenda kumshukuru Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kufanya maboresho makubwa katika bandari ya Kemondo. Pia vile napenda kumshukuru mkurugenzi mkuu kwa jitihada anazozifanya katika uboreshaji wa bandari za Ziwa Victoria. Maeneo yaliyoboreshwa ni pamoja na gati mpya ambayo inaitwa Keto Lampu ambayo imejengwa na ina mita 108. Alafu kuna sehemu nyingine inaitwa Roller ambayo imejengwa mita 30 kwa mita 68. Alafu na eneo la zamani ambalo linaitwa Main Gati lina mita 106, lakini imewekea layer tena kubwa ya juu. Kwa hiyo hii sehemu ya mradi wa uboreshaji wa bandari ya Kemondo kwa fezi ya kwanza umegharimu shilingi bilioni 20,309,585 na senti 22 mpaka hapo ulipokamilika kwa fezi ya kwanza. Na mradi huu upo katika eneo la matarajio na shughuli za bandari zinaendelea kama kawaida katika uboreshaji uliokwisha kamilika wa bandari ya Kemondo. Uboreshaji huo umeunganisha pamoja gati pamoja na jengo la abiria pamoja na godown la kutuzia mizigo ambayo ni bohari. Napenda kwa taarifa wateja wetu kwamba bandari ya Kemondo sasa imekamilika. Kwa hiyo meli zote kubwa zenye uwezo wa aina yote zinazotumika kwenye Ziwa Victoria zinaweza zikaegesha zikatia nanga katika bandari ya Kemondo bila matatizo yoyote, na wataarifu wateja wetu walete mizigo kwa wingi kwa sababu maboresho yameshakamilika, hakuna shida yoyote iliyokuwepo hapo awali. Kwanza mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa aliofanya kwenye bandari ya Kemondo. Mheshimiwa Rais hapa ameweka bilioni 20 kwenye bandari hii na kuifanyia maboresho makubwa sana, ikiwemo kujenga gati la kisasa ambalo sasa linaweza kupokea meli yote kubwa unayofahamu wewe. Zamani hapa kwenye bandari ya Kemondo tulikuwa tunapokea meli ndogo ndogo tu za kawaida. Lakini baada ya uwekezaji huu mkubwa ambao Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameufanya wa bilioni 20, leo bandari ya Kemondo ina uwezo wa kupokea meli yoyote kubwa duniani, ikiwemo na ile meli ya MV Mwanza inaweza kufika kwenye bandari ya Kemondo. Kwa hiyo tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji huu mkubwa, lakini sio tu uwekezaji wa gati. Mheshimiwa Rais pia amejenga jengo la kisasa kabisa la abiria. Jengo hili tumepata taarifa kwamba lina uwezo wa kuchukua abiria 650 kwa sababu ni gorofa moja. Wananchi wanaweza kukaa chini, lakini pia wananchi wanaweza kukaa juu, na ni jengo la kisasa kabisa. Lakini sio tu jengo la kisasa, Mheshimiwa Rais pia amejenga jengo la kisasa pia la mizigo. Kwa hiyo tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa ujenzi na uwekezaji wa bandari hii. Bandari ni muda mrefu sana, lakini bado ilikuwa haijaboreshwa vya kutosha. Lakini alipoingia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu anataka kufungua uchumi wa wananchi, ameweka hapa bilioni 20 kufanya huu uwekezaji wote mkubwa tunaouona. Kwa mimi nitoe rai kwa wananchi wenzangu wa tarafa ya Katelolo, hasa wananchi wenzangu wa Kemondo, tuitunze hii bandari. Mheshimiwa Rais ametuwekea hapa bilioni 20 zimelala hapa. Tuitunze hii bandari na tuitumie hii bandari kwa uwekezaji na fursa kufunguka. Kwa kweli upande huo wa shehena hizo zinazoingia hapa ni mzuri. Maboresho hayo wameyaboresha, tunapokea mizigo bila mkwamo wowote. Na tunazidi kuwapongeza viongozi wa bandari hii kupitia kwa mkuu wa bandari. Maboresho aliyoyaweka na serikali ni mazuri sana kwa kweli. Kwanza mimi naipongeza serikali ambayo iko madarakani kwa kazi walioifanya, ni nzuri sana hapa Kemondo. Wamejaribu kuboresha bandari yetu na imekuwa salama na ni nzuri, tunawashukuru. Mtazamaji wa kipindi hiki cha Bandari Zetu, wiki hii tumetazama bandari za Ziwa Victoria, na kipekee tumeangazia maboresho na upanuzi wa miradi mitatu ya bandari: bandari ya Mwanza Kaskazini, bandari ya Bukoba na bandari ya Kemondo. Zaidi ya bilioni shilingi za Kitanzania 58 zimetumika hapa. Serikali ya 600 ipo kazini, miradi inaendelea kutekelezwa, na miradi pia bandari inafanyiwa kazi kama ulivyoshuhudia katika kipindi hiki cha Bandari Zetu. Ndivyo tunafikia tamati ya kipindi hiki kwa wiki hii. Leo tumeangazia miradi hiyo. Hadi juma lijalo, wakati mwingine tena, tutakuonyesha miradi mingine ya bandari
miradi ya bandari na ufanisi wake. Hiki ndio sehemu pekee, hapa ndio sehemu pekee ambapo utafahamu juu ya miradi hii ya bandari. Hadi wakati mwingine, mara nyingine, kwa niaba ya kurugenzi ya masoko na uhusiano ya TPA, jina langu ni Enoch Bwigane. Kwa heri katika bandari zetu. Kazi iendelee. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, lango la biashara kitaifa na kimataifa. Mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania, kazi iendelee, kazi iendelee.